Basi karibu katika shule ya Biblia katikati ya wiki. Leo tarehe 20 na ngapi leo? 22. Tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2020. Tumesoma jumla ya mistari mingi tu, iko 38 ya kitabu cha Mwanzo mlango wa 19. Mlango wa 19 kitabu cha Mwanzo itabidi twende haraka kwa sababu mambo mengi. Ni sehemu maalum sana katika Biblia. Sehemu nyingine ni mlango huo mlango wa 19 kwenye kitabu cha Waamuzi, nao tutafikia huko. Na sehemu nyingine lakini hizo 19 mbili hizo. 19 Mwanzo na 19 Waamuzi, ambapo tunaona maana na madhara ya mashoga. Lugha ya kishoga ni lugha ya mashoga ni lugha inaonekana lugha ya maficho, lakini Kiswahili cha kawaida shoga jina lake jingine ni msenge. Kuna na jina jingine ndio lugha yake. Haya ni maneno kama, kwa sababu hilo neno pia linatumika kwa kina mama, anasema rafiki yake anamuita shoga yake. Kwa hiyo ni maneno kidogo ya kuficha ukali. Mwanadamu hapendi dhambi yake iitwe jina la kibiblia. Kwa mfano, kile ambacho Biblia inakiita uzinzi, siku hizo watu wanaita mchepuko. Ni neno ufupi tu, unaona kama mtu tu katoka kwenye utaratibu. Kile ambacho mtu anaita uasherati, uzinzi, Biblia, lakini siku hizi imetafutiwa maneno yanaitwa fulani anatembea na fulani. Yaani kana kwamba wako njiani wanaelekea sehemu fulani. Ni maneno ya kuficha dhambi na kuihalalisha. Kwa hiyo lugha hiyo ndivyo ilivyozoeleka, tutaitumia hiyo, lakini maana yake ndio hiyo. Ni lugha, ni tendo baya, na tutaona kwamba ni miongoni mwa madhambi ambayo tutaona katika Agano Jipya. Kwamba tunaenda kwenye kitabu cha Warumi mlango wa kwanza, na Biblia inaonyesha wazi kwamba ni sio dhambi inayotokea kama dhambi nyingine, hapana. Ni matokeo ya dhambi nyingine ambayo ni kama hatua za mwisho za mwanadamu kupotea. Kwa hiyo sio dhambi ya kawaida. Ni dhambi ambayo ni matokeo au ni njia ya kwenye kupotea ambayo hurudi nyuma, yani huponi baada ya hapo. Tunaliona kwamba ni matokeo ya kukataliwa na Mungu. Yani watu wanamkataa Mungu, alafu Mungu naye anawakataa. Sasa mtu akikataliwa na Mungu anakuwa hana msaada popote pale. Kwa hiyo leo hii kama utangulizi tu, hii kisa cha mashoga, kwanza tunaona kwamba Mungu hakuwa na mjadala. Hakuwa na mjadala, hakuwa na maonyo. Tuliona kwenye mlango wa 14, ndipo Rutu aliposogelea pale akaishi mle, alianzia mlango wa 13. Na Mungu akatoa tu kama onyo dogo, ile Sodoma ikapigwa. Watu bado hawakuona kama haya mapigo labda yana maana. Na tuliona kwamba mara nyingi kabla Mungu hajaleta hukumu kubwa huwa anaanza naonya mtu. Anaweza kaleta ndoto, anaweza kaleta mtu tu akwambia kwamba unachokifanya sio sahihi. Lakini baadaye inakuja kuleta watu wanakaidi na nini. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu hatumi wajumbe wa kwenda, sio kama alivyofanya kule Ninawi, akasema nenda Ninawi ukawahubiri ukafanye nini, na hata mhubiri akataka kidogo kulazimisha wahukumiwe. Kwa sababu ilikuwa tu dhambi za kawaida. Hii ilikuwa ni dhambi ya moja kwa moja, na ndicho kisa pekee ambacho Mungu analeta moto kama wa jehanamu, anafunika dunia ya wakati ule. Kwa hiyo huoni kama ni kitu ambacho naomba tu labda kabla sienda mbali nianze na kama utangulizi tu. Hapa katikati kuna watu wasisome magazeti sana, lakini kuna mitandao na siwajui, lakini kuna watu watatu, sijui ni watu wa namna gani, lakini ni vijana wa Kitanzania. Sijui kuna wanawake na wanaume humo, ila najua idadi yao ni watatu. Walihukumiwa, walitakiwa walipe kitu kama milioni 5 au wafungwe jela nadhani miaka 11 jumla yake. Wakalipa faini ile wakatoka. Sasa baada ya hapo nini hukumu? Ndio sheria za nchi. Leo hii mataifa, na mimi nitumie nafasi hii kuipongeza serikali kwa hicho tu kidogo, sio kikubwa, lakini kidogo. Mtu asiyeshukuru kwa kidogo hawezi akashukuru hata kwa kikubwa. Unaweza kusema labda anaipigia serikali, hapana. Sijui hata serikali ni nani. Najua tu ni mamlaka.
Kwa hiyo sina mtu mmoja ambaye namlenga, lakini huwezi ukapata sehemu nyingi za dunia hii badala ya mashoga kuhukumiwa na kupelekwa mahakamani wakapata msoto ule. Leo hii wanaabudiwa. Yani haki za nyingine zote zinavunjwa, lakini haki za mashoga zinawekwa mbele. Sasa tukiwa bado tuna sehemu ambapo angalau wanasurubiwa na nini, kidogo ina nafuu kuliko kuwa katika upande ule wa pili. Kwa hiyo ni kitu cha kusifia. Na upande wa pili pia tuna makanisa. Makanisa yako kimya. Kazi ya kuhubiri dhambi sio kazi ya serikali. Na hiyo sio kosa, kimsingi ni dhambi hiyo. Unajua kuna makosa, kuna na dhambi. Serikali inadili na makosa, jinai. Hivi watu wa kwanza walitakiwa wawe ni makanisa kuweza kusema kweli ya Mungu na watu wamuogope Mungu. Lakini watu wako busy. La ajabu, kuna mtu mmoja anahubiri kwenye stendi kuu ya Mbezi. Anatafuta umaarufu. Akitaka ataupata. Anautafutia chooni, anautafutia popote pale. Sijui hata jina lake. Na aliwahi siku hao watu wanatoka, akaenda kwenye mitandao na vyombo vya habari, kwa sababu inahusisha ushoga, vinivyo vinavuta sana sauti za watu na macho ya watu. Akaenda huyo mtu ni mhubiri, anajifanya mhubiri. Sijui kama ana kanisa, lakini ana vyombo, anakusanya sadaka. Kazi yake ni mtu wa tumbo lake. Pamoja na hayo anatafuta umaarufu. Akaanza sasa, tuwapende hawa watu wa Tanzania, tuwachangie siji michango, tuwasaidie. Mtu Mungu anashusha. Tutakuja kuona. Hoja ya kwanza kabisa tutaona leo kwamba hili tukio la kuungua kwa Sodoma na Gomora halikuwa kwa makusudi ya Sodoma, hapana. Ilikuwa ni makusudi kwa dunia nzima ya watu wasiomcha Mungu kwa jinsi hiyo wajifunze. Ule ulikuwa ni mfano wa Mungu atakachokifanya kwa wasiomcha Mungu baada ya hapo. Ndicho Biblia inachosema. Sasa unaona Mungu anatoa mfano, wewe unajifanya sijui unatumia Biblia gani, sijui unatumia Kristo yupi, unaenda kufanya kinyume na alichokifanya Mungu. Maana Mungu ni mbaya, anaichoma Sodoma, wewe ni mchungaji mwema, unamzidi Mungu wako, kama ni Mungu wako kweli, ndio unaendelea kufuga ushoga. Ni mwovu, ni mtu mchafu, ni mtu asiyestahili, asiyefaa huyo mtu. Na sio yeye tu, hiyo ni alama tu kidogo. Na michungaji mingine na makanisa mengine yako sympathetic, yani yanahurumia, yanakwambia tuwapenda pana. Mungu angekuwa wakupenda, angependa Sodoma. Lakini Mungu tutaanzia hoja ya kwanza sasa. Hoja yako tunaona hoja kama nyingi tu, kama 6, lakini hoja moja yako tunaanza nayo ni tuanze na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza hatuanzia kwenye mlango wa 19. Pana. Hoja kwanza inasema maangamizi ya Sodoma na Gomora ni mfano au ni angalizo kwa dunia ya wasiomcha Mungu. Yaani hayo mambo ambayo tumetoka kusoma na ambayo tutayahubiri baadaye tunavyoendelea kwenye mahubiri haya. Lengo kubwa tujue kwamba hatuyasomi kuyajua yalivyotokea Sodoma, hapana. Tujue kwamba Biblia inatuambia kwamba haya mambo yalitokea, Mungu aliyaleta, na hii hukuma alifanya. Anasema kwa jinsi, kwa neno lake kwenye agano jipya ambalo agano zaidi la kanisa zaidi, kwamba alifanya ili kusudi aifundishe dunia nzima atakachokifanya na anavyojisikia matendo kama hayo yanavyofanyika. Hem tuende katika kitabu cha Yuda na nitaisoma katika King James. Ukigusa mambo kama haya, lazima hizi Biblia za wanadamu za kama SUV ya Kiswahili lazima zikosee kwa makusudi. Hem tuende katika kitabu cha pili kutoka mwisho cha kabla ya Ufunuo, pale kuna kitabu cha sura 1 ya waraka wa Yuda. Anasema Yuda mlango wa kwanza mstari wa 7, nitausoma kwenye King James alafu nitafafanua. Anasema kwa hiyo tunaona hoja ya kwanza, haya mambo hayakutokea kwa ajili tu ya Sodoma na Gomora, walikipatapata, walichoma, waliungua. Lakini Mungu anasema hasa sikuwalenga Sodoma, nililenga dunia yote, niliufanya kama fundisho. Anasema katika Yuda 1:7 Biblia inasema even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner gave themselves over to fornication and going after strange flesh are set forth for an ensemble suffering the vengeance of eternal fire.
Anasema kama vile miji ya Sodoma na Gomora na miji yote iliyozunguka pale. Kwa hiyo waliunguza sehemu kubwa. Mungu anaichomoa dhambi yote, hatafuti yule aliyeharibika tu, anaangalia na waliokaribia pale. Nao anawachomoa, anawaadhibu. Anasema walipigwa au walipata hilo pigo, waliunguzwa moto wa milele. Kwa hiyo inaonekana huu moto kimsingi haukuwachoma wakafa. Anasema eternal fire, moto usio wa milele. Eternal ni kitu cha siku zote, kisicho na mwisho. Kwa hiyo inaonekana hiyo Sodoma inaungua mpaka leo. Inawezekana wanaendelea kuungulia kule chini. Na ni nyongeza. Jehanamu ndipo ilipo. Jehanamu iko kwenye katikati ya uso wa dunia, Biblia inasema. Kwa hiyo inawezekana waliunganishwa wakaungana mpaka leo. Kulingana anasema, na anasema ni kwa ajili ya mfano. Nirudie neno. Anasema baada ya kufanya uasherati sio kawaida, tena wenye kuhusisha matendo yasiyo asili, strange fresh, nyama au vitendo visivyo vya kawaida, anasema wakipata pigo la kama kisasi cha Mungu, vengeance, cha moto wa milele, kama mfano. Kwa hiyo ni mfano. Kwa hiyo hilo tukio tunaelewa kwamba ni kama mfano. Mungu aonyesha atakaje. Mfano maana yake itakuwa hivi kwa mtu mwingine. Anaenda ukisoma Yuda, normally tunasoma sambamba na kitabu cha Petro wa pili ile yenye sura 3. Tusome mlango wa pili vile vile. Kwa hiyo tushasema Petro wa pili, mlango wa pili na Yuda mlango ule mmoja vinaongea mambo yanafanana kwa kiwango kikubwa. Mambo ya manabii wa uongo, mambo ya mashoga, mambo kama haya. Anasema mstari ule wa 7 pia. Anasema mstari wa 7 na wa 8 anasema hivi. Petro wa pili hivi nimesema wa 7. Ya tusome mstari wa 7 anasema tuanzie mstari wa 7 wa 6. Anasema and turning the cities of Sodom and Gomorrah, akigeuza miji ya Sodoma na Gomora into ashes, katika majivu, condemned them, aliwahukumu au with an overthrow, kama anawapindua, making them an ensample, akiwafanya mfano. Naona kwamba lugha ni ile ile, kwamba hii ni mfano, kwa hiyo ilifanyika kama mfano. Na mfano, kwa kawaida mfano sio kitu chote. Maana yake Mungu atafanya vikubwa zaidi ya vile. Mfano ni kitu kidogo. Mfano ni kitu kidogo. Ni kama unaweza kuchukua tufe ukasema huu ndo mfano wa dunia. Dunia ni kubwa zaidi. Katufe kanakuwa kadogo. Unaona ramani na nini? Ni mfano. Kwa hiyo unaona kwamba ile tukio linatisha, lakini Mungu anasema ni mfano tu. Ni mfano wa watu watakao kuwa wanaishi bila kumcha Mungu katika mazingira kama. Leo hii ngoja tuende katika uhalisia. Leo hii dunia imefunikwa na ushoga. Na tuliwahi kuhubiri somo moja katikati hapa linalosema kwamba ushoga ni dhambi itakayoleta giza la mwisho kabisa katika uso wa dunia, wakati uso wa dunia inafunga ukurasa wake. Hukumu ya Mungu inakuja. Mungu anasema nimeleta moto sehemu ndogo kama mfano. Maana yake ataleta moto sehemu kubwa. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, moto wa Mungu kushuka kutoka mbinguni ni kitu ambacho inaonekana dunia itapigika. Sehemu nyingine anasema akapiga robo, sehemu nyingine akapiga theluthi moja, sehemu nyingine akapiga nusu, sehemu nyingine akapiga wote. Kwa hiyo ni mfano, lakini anasema hayo mambo yanakuja. Na watu ambao tumekaa kanisani muda tumesoma Biblia na sio kukaa tu kanisani, kusoma Biblia na kusikiliza mahubiri ambayo tulikuwa tunafanya, utajua kwamba haya mambo yako njiani, hayana muda mrefu yatakuja. Hatujui lini, lakini yako njiani. Tuende katika, kwa hiyo tunaona kwamba Petro anasema ni mfano wa watu watakaoishi. Leo hii dunia imejaa ushoga. Dunia ushoga inaonekana kama ni tukio la kawaida. Unajua ugonjwa kama ukoma. Ukoma ni taswira ya dhambi. Dhambi, huwezi kusema dhambi ukaacha ushoga, ndio namba 1. Ukoma hauji kwa hatari sana. Utakuja tu kimya kimya, hautakuja hata na uvimbe na moto, utashuka tu viungo vinakatika. Ushoga unaingia kimya kimya, lakini unatuletea Sodoma na Gomora duniani. Ni rahisi kuidharau kasema haipo. Kama Petro anasema katika Petro wa pili mlango wa 3, anasema kama vile watu wanasema haya mambo yalikuwa hivi miaka yote bana, ni maneno. Lakini Mungu anasema maneno ya Mungu huwa yanatimia.
Mungu akisema huu ni mfano, ni vizuri tukubali kwamba huu ni mfano na tujue kwamba nyakati zake zinakuja. Hem, twende katika kitabu, bado tuko kwenye agano jipya, hatujaenda kusoma kile kitabu ile sura, hatujaanza kuihubiri. Hem, twende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 17. Luka 17 sura mstari wa 28. Tuendelee kuona kwamba haya mambo yalifanyika kama mfano, utendaji wake mkuu utakuja huko njiani. Luka 17 mstari wa 28 anasema hivi. Luka 17:28 anasema hivi. Na kadhalika kama ilivyokuwa siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga, lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulikunya moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Anasema mstari wa 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa hiyo tunaona kwamba huu ni mfano au sio mfano wa mambo makubwa? Ni mfano. Biblia inaendelea kurudia. Kwa hiyo leo hii mtu akienda akatokea akasoma pale, huwa hawasomi wanadamu. Atafikiri tu ni hadithi ilitokea. Mungu anasema hapana, ninaisema ili kusudi mjue itakavyokuwa wakati wenu. Lazima nasema tufanyeje? Tutajifunza huko mbele ya safari. Tuche Mungu, tusikie sauti ya Mungu. Mungu aweza akaleta ujumbe wake alafu bado akawaangamiza wale wanaoupokea na kuheshimu. Hapana, atakuwa sio Mungu mwenye haki. Kwa hiyo tukimcha Mungu tukashindana na uovu, tukahubiri dhidi ya uovu, tukajitenga na uovu, basi tutapona kama ambavyo Lutu aliposhindana navyo walipona na yeye. Anasema mfano ni ule ule. Waliojiepusha walipona. Wasiojiepusha yaliwakuta. Lakini leo ndivyo dunia ilivyo na makanisa yao. Kwa hiyo Mungu anasema kama tuulize swali dogo. Je, kama Mungu anasema haya mambo ni mfano kwa dunia ya sasa, watu wanapata wapi ujasiri wa huyo Mungu wanamuomba Mungu, wakipata shida wanamwamini, wanasema Mungu akurehemu akubariki. Mungu huyo anasema hivi, hawataki kumwamini. Watu wanapata wapi ujasiri wa kusema kwamba ushoga ni maisha tu ya kawaida. Ni maumbile tu yake. Hatuoni Mungu anaokoa anasema hao mashoga alikuwa maomba hivyo. Hapana, sijawahi kuomba hivyo. Sema niomba mtu mke na mtu. Sasa lakini dunia inaona kama ni hadithi. Ikija kwenye matatizo inamwona Mungu ni halisi. Ikija kwenye sheria ya Mungu na maelekezo ya Mungu na maonyo ya Mungu inasema hii ni hadithi. Ni unafiki mkubwa sana na ni kitu cha ajabu. Tuende katika hoja ya pili. Kwa hiyo tumeona hoja ya kwanza kwamba mambo yote tunayosoma sio historia, ni mambo ambayo yako mbele yetu. Hoja ya pili tunaona kwamba ushoga sio mtindo wa maisha, sio tabia ya kuzaliwa, bali ni matendo ya uovu uliopitiliza. Yaani ushoga leo hiyo atakwambia amezaliwa hivyo. Hivyo amelelewa hivyo. Hivyo alipata bahati mbaya si akakutana nao. Siku hizi mashuleni kumejaa ushoga. Kwenye shule za boarding. Na ushoga kimsingi uko aina mbili. Kuna ushoga kati ya mwanaume na mwanamke, kuna ushoga kati ya mwanamke na mwanamke vile vile. Nazo ni huo ushoga nao upo mkubwa. Tunaona kwenye agano jipya Mungu anaanza actually na huwa wanawake na wanawake, alafu anaenda kwa ule mbaya wa mwanaume na mwanaume. Na upo pia wa mwanaume na mwanamke. Haya mambo kama Mungu anasema hatuna ruhusa kwa kweli ya kutokuyasema. Biblia haiwezi kusema waziwazi alafu sisi tukasema kwa kuficha. Mungu anasema ninawaambiao katika giza isemeni katika nuru. Ninawaambiao chini ya dari pandeni juu ya dari. Yaani maana yake Mungu akisema kwa kuficha kidogo wewe pasua anga. Sasa leo dunia watu wanafanya kinyume. Biblia inasema wazi, watu wanaenda hawasemi. Tusifanye hivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba sio kama tunavyodanganywa kwamba ushoga ni maisha, ni tabia ya kuzaliwa. Hapana. Biblia iko wazi kwamba ni tabia ni dhambi. Ni sana sio kusikia watu wanasema kwamba fulani ni mzinifu kwa sababu au ni mwasherati kwa sababu ni tabia ya kuzaliwa nayo. Yeye anaamini ni ya kujifunza. Ya kujitakia. Huku kwingine nakwambia ni bahati mbaya, haipo. Ni dhambi ni moja na hii ni kubwa zaidi. Na ni zote. Kwa hiyo twende kwenye kisa chenyewe. Twende katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 19. Hii sura ni ndefu lakini tutakuwa tunagusa vile vitu vikubwa zaidi na tutatoka tumeelewa karibu kila kitu. Na sio karibu, ni vitu vyote.
mlango wa 19 mstari wa kwanza na mpaka wa 3 tutauacha kidogo. Tuanze mstari wa mstari wa kwanza wale malaika walikuwa kwa Ibrahimu. Wanaingia Sodoma jioni, wanakutana na Lutu yuko langoni. Tutakuja kuona mtu alikuwa kijiweni. Hakuwa nyumbani. Hawa wanafika kwa baba mwema Ibrahimu, wanamkuta nyumbani, hawa wanamkuta kwenye lango la jiji. Kijiweni. Yuko kimsingi yuko anaongea stories za ushoga na mashoga wenzake. Lakini anataka kuwa mtakatifu. Ndivyo Wakristo walivyo. Hilo ni hubiri jingine kubwa. Sina muda wa kusisitiza. Mahali alipokutwa tu peke yake, inaonyesha alikuwa ameshibana na uovu. Humkuta Ibrahimu kule. Ibrahimu anamkuta yuko nyumbani kwake na anaitunza nyumba yake. Na Mungu akasema nitakubariki hapa Ibrahimu. Sasa anajifanya mtakatifu, sawa, anaenda anawapokea, anasema tutakuja kuisoma, lakini sasa anawapeleka nyumbani kwake. Wao walikuwa wamekataa kuingia. Twende mstari wa 4 anasema hoja inapoendelea. Tuanze mstari wa 4 mpaka 11 anasema hivi. Hata kabla hawajaraa, kwa hiyo walishafika nyumbani kwa Ibrahimu na tuamini kwa Rutu. Na tumeona kwamba walipofika walipikiwa chakula wakaogeshwa. Aliyowapikia alikuwa Rutu, hatumuoni mke wake pale. Hawa ni watu, ni familia kama za Wakristo wa leo. Mama anakuambia anaishi Dodoma au yuko kwenye nyumba yake nyingine sehemu fulani, anayepika ni Rutu. Sio familia ya Ibrahimu na Sara. Na sasa tuchague upande. Kwa hiyo tunaona anawapikia yeye mwenyewe. Wanakuambia labda ilikuwa zamu ya Rutu kupika. Sijui. Maana ulimwengu unafundisha hivyo vitu kama vya Rutu. Haufundishi Ibrahimu. Lakini unataka upate baraka za Ibrahimu lakini uishi kama Rutu. Haipo. Atageuka kuwa chumvi. Uwezo ukaishi kama Rutu alafu ukapata baraka za Ibrahimu. Ni kweli itawezekana? Haiwezekani. Watu wanataka baraka, wanahubiriwa baraka za Ibrahimu lakini wanaishi kama Rutu, wanaishi kama mke wa Rutu ambaye anakuja kuwa nguzo ya chumvi. Asiyekaa nyumbani. Anayegeuka nyuma kwenda kushirikiana na mashoga. Biblia inasema, mke hatumuoni hapa nyumbani, huyu mke hakuepo kabisa. Aliyekuwa anapika ni mume wake. Mstari wa 4 anasema hata kabla hawajalala, watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakazunguka nyumba, vijana kwa wazee. Hapa nimetumia neno vijana, lakini ukienda kwenye King James amesema watoto. Kijana ni mtu ambaye amezidi miaka, at least ujana unaanzia kwenye miaka kama 15, 16 kwa wanaume. Lakini hawa leo hii ushoga unafanyika sekondari miaka 6, 7, 8, shule ya msingi, darasa la 4. Kwa hiyo huu ushoga uliokuwa Sodoma na Gomora ndio ulioko mashuleni, ndio ulioko kwenye jamii zetu. Hapa natumia vijana lakini si vijana. Nenda kasoma King James anasema watoto. Na watoto na watu wazima. By the way, hii tunaona hii dhambi sio dhambi iliyojitenga. Sio kama ulevi. Maana unaweza kukuta wazee wanalewa watoto ni salama. Lakini hii ikishaanzia kwa mkubwa inashuka mpaka kwa mtu wa mwisho. Watoto na watu wazima wote walikotoka pande zote wakamwita Rutu, wakamwambia wako wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu, uwatoe kwetu tupate kuwajua. Hiyo ni lugha tu ya kufunika lakini waweze kulala nao wanaume, na wale watu walikuja ni wanaume. Ani masho. Rutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, anajaribu kuwalinda, akasema basi na wasihi ndugu zangu msitende vibaya hivi. Tazama ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi ni watolee. Ni dhambi pia. Wewe uwezi ukatoa kafara ya watu kwa ajili ya waovu. Hapana, alikuwa ajitoe tu nafsi yake mwenyewe. Hakuwa mwepesi, yeye alikuwa mwepesi kutoa mabinti zake. Leo hii watu wanatoa binti zao. Wanawaoza, wanawafanyia vitu vibaya. Wanawatoa makafara, ni matendo ya namna hiyo. Maana alikuwa anawapenda mabinti zake waende wakafanywe hivi vitu. Hapana, alitakiwa afe kwanza kama ilikuwa na lazima kufa. Na tunaona alikuwa wamejipanga kuwaua. Na wasimu nitawatolewa kwenu mkawafanyie vyovyote vyema mnaonapo machoni penu. Huyu alikuwa mzazi mbaya. Ile watu hawa msiwatendee neno kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Mstari wa 9 wakasema ondoka hapa, kisha wakanena mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni na kumbe anataka kuhukumu. Leo hii watu hawataki kuhukumiwa. Ndivyo kama ilivyokuwa Sodoma, watu hawataki waambiwe dhambi zao. Ila wenyewe wanazijua ni dhambi.
Wanakuambia usituhukumu hii sio haina ubaya. Lakini wenyewe wanajua ni dhambi. Hem tuone kwa nini ni dhambi. Mstari unaofuata. Wakamsonga sana huyo mtu, huyo Rutu, wakakaribia kuvunja mlango. Karibia kuvunja mlango, lakini wale watu kabla ya hapo turudi nyuma kidogo. Wanasema basi tutakutenda, nimerudi mstari wa 9. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Hawa watu walikuwa wanajua wanachokifanya ni kizuri au ni kibaya. Walikuwa wanajua ni kibaya. Wanajua ni kibaya, lakini wakiambiwa ni kibaya wanasema unahukumu. Leo hii mtu hataki kuambiwa kwamba ulevi ni dhambi. Hataki kuambiwa kwamba hicho kinachoitwa mchepuko wa sherati ni dhambi, anasema unanihukumu. Lakini anajua ni uovu. Wakati anatenda anasikia moyo wake unadunda vile vile kama bado ana karoho ka Mungu kwa mbali. Lakini anasema usinihukumu. Sasa unajiuliza wewe unajihukumu unasema tunachoenda kutenda ni kibaya. Lakini usituhukumu. Pana Mungu anasema hukumuni lakini usihukumu hukumu ya kinafiki kama Mafarisayo. Mtu anaweza katoka hapa anasema watu hawamtolei Mungu afanye nini? Yeye anachokipata anakila yeye peke yake anamtolea Mungu. Anawasaidia maskini gani? Kwa hiyo hukumu ya namna hiyo unaweza ukasimama hapo ukasema watu wasiomtolea Mungu. Ni kweli kabisa, haina ubaya. Lakini usiseme kama wewe ndio unayatenda hayo. Mungu ndiye anasema usihukumu kwa sababu hukumu nayo hukumu nyingine ndio unatakiwa hukumiwe nayo. Sasa kama huna kosa huwezi kuhukumiwa hukumu kwa sababu huna hilo kosa. Huna na jingine linalofanana na hilo. Kwa hiyo wakamsonga mstari wa 9 mshoni wakamsonga mtu huyo Rutu wakakaribia kuvunja mlango lakini wale watu wakanyosha mikono yao wakamangamiza Rutu kwao nyumbani wakaufunga mlango kisha wakawapiga watu kwa upofu. Anyway, hoja ilikuwa ni ya pili kwamba hawa watu sio kitu cha kuzaliwa nacho, ni kitu cha wanasema tunaenda kukutenda vibaya. Maana yake ni kitu walichojipangia, ni kitu walichojiamlia. Kitu ulichozaliwa nacho hukiiti kwamba tutakutenda vibaya. Lakini utasikia kuna na tafiti nyingine za kitabibu na za kitaalam za kisayansi zinazojaribu kuhalalisha kwamba hawa ni watu waliozaliwa kwa bahati mbaya. Hawakuwepo miaka 50 iliyopita. Sasa binadamu amebadilika kiasi gani mpaka dunia nzima ina hao watu karibu wote. Unaona kwamba ni maneno lakini ni dhambi inayoenea na dhambi ina tabia kuenea. Ikianzia kwa huyu inafunika kila sehemu. Ni chachu. Nasema chachu linachachua donge lote hata kama imeanzia sehemu ndogo. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo hoja kwamba hili sio tukio la bahati mbaya, ni tukio walikuwa wanajua dhambi, hawakuzaliwa nayo, ni kitu walichofundishwa, walichojifundisha. Leo hii matendo ya kishoga. Leo kwanza matendo ya kishoga yanafanyika sirini. Lakini dalili zake ziko nje, ziko waziwazi. Leo hii utakutana na wanaume wamesuka kama wakina mama, kama mabinti. Utakutana na wanaume wanajifanya mitindo sijui wamesokota nywele. Utakuta wamevaa vinguo, wengine wanavaa yani utamjua tu. Utakuta anavaa mavazi ya kike. Unajiuliza je, ina uhusiano gani hapa? Ni kwamba wanajaribu kuleta ile balance iliyoundwa na Mungu, kuundwa tuseme au iliyo tengenezwa na Mungu au iliyoumbwa na Mungu kwamba kuna upande wa wanaume na upande wa mwanamke. Kwa hiyo wanajaribu kuzileta pamoja katika ushoga wa jinsia moja, mwanaume mmoja au hata mwanamke mmoja. Utakuta wanaume wanatembea wako wanawake kama wanaume. Anaenda na kata vinywele vyake vifupi, anaenda anavaa suti, anavaa suruali, anafanya nini? Unakuta anatembea na mwenzake. Na mara nyingi utakuta yule ambaye anajifanya mwanaume anakuwa na kipara, mwenzake ana nywele. Ni vitu ambavyo saizi ni sehemu ya maigizo, ni sehemu ya hili ni sehemu ya nyimbo, ni sehemu ya ni njia yote ya kuhakikisha kwamba vinajaa katika mioyo ya wanadamu wote, na makanisa yako busy na sadaka zake na upuuzi wake mwingine, lakini hayagusi hapo. Alafu ikitokea serikali kachukua hatua hata kama ni ndogo, sio kwa kweli sio hatua kubwa, lakini hata hiyo ndogo bado wengine aidha watakuwa kimya au wanaanzisha sasa
mfuko au michango ya kuwasaidia mashoga wawe mashoga vya kutosha. Ni vitu vya ajabu. Ni vitu vya ajabu, ni giza la kutisha. Kwa hiyo tuna mtu angalie tabia mashoga sehemu nyingine. Tunaona kwamba wanasema tutakutana mabaya. Ushoga sio mtindo wa maisha. Ni matendo ya dhambi. Tutaona muda wote ushoga unapoguswa unahusisha mauaji, maumivu, mashambulizi, mateso, kama udhalilishaji na matendo machafu. Hem, tuone katika kitabu cha, tulishasema sehemu nyingine tusema ni wapi? Kitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango ule wa 19. Tulikuwa kwenye Mwanzo 19, twende kwenye Waamuzi 19. Ni kisa kinafanana karibu na hicho, ni kirefu. Huwezi kuhubiri sura mbili zenye mistari mingi pamoja. Kwa hiyo nitachomoa tu mstari mmoja unaositiza, lakini ni habari ndefu. Tusome kuanzia mstari wa 22. Waamuzi 19:22 anasema hivi. Hapo walipokuwa wakifurahia mioyo yao, tazama watu wa mji huo, watu mabaradhuri, wakaizingira hiyo nyumba pande zote, wakagonga mlango, wakasema na huyo mwenye nyumba, huyo mzee, na kumwambia, mlete nje mtu yule aliyefika nyumbani kwako ili tupate kumjua. Ili tukio linafanana na Sodoma, si ndio? Sina muda wa kwenda kupitiliza kuelezea hivyo kwa. Lakini ni mtu alikuwa anasafiri akaenda kwenye nyumba, yeye hakuwa malaika. Alifikia tu kwenye nyumba ya mtu, naomba mtu kama amekuja hapa, kama amelala atoke. Lakini kama amekaa hapa asikilize. Asije kuambukiza wengine usingizi. Naomba iwe hivyo. Aliyelala aamke, atoke ndani. Aliyelala humu ndani aamke, atoke nje. Naomba mtu aliyelala aamke, atoke nje. Kwa hiyo tunaona kwenye mlango ule wa 19 kitabu cha Waamuzi, tukio linafanana na lile. Hatuoni ni tabia, hawa watu ni kama majambazi. Hatuoni kama ni kitu cha bahati mbaya kilichowapata. Na tabia zao zinafanana. Ni wauaji, na wanasemaje? Tuendelee tuone kwamba hawa watu ni kitu kimewapata kwa bahati mbaya. Anasema mstari wa 22, wakaizingira hiyo nyumba pande zote, wakagonga mlango, wakasema na huyo mwenye nyumba, wakasema tumpate huyo mtu tupate kumjua. Mstari wa 23 anasema naye mtu mwenye nyumba akawatokea hapo nje na kuambia, la sivyo ndugu zangu, na wasi msifanye ovu jinsi hii, kwa kuwa mtu huyu ameingia nyumba yangu, msifanye upumbavu huu. Vile vile kama Rutu alivyowajibu wale. Tazama binti yangu yupo hapa. Vile vile kama Rutu. Ni mwanamali na suria wake yuko mtu huyu yupo hapa. Huyo mtu alikuwa anapita, alikuwa na suria wake, mke wake wa pili. Tazama binti yangu yupo hapa, na mwanamali ni mwanamali na suria yake yuko huyo mtu. Nitawaleta nje sasa, nanyi mwatweze na kuwatenda hayo myaonayo kuwa ni mema, lakini mtu huyu msimtende jambo la upumbavu namna hii. Hili tukio na lile tuliloliona ni matukio ya watu wenye waliozaliwa hivyo jinsi yao ya mahusiano? Hapana, ni wauaji, ni waovu, na ni vitu ambavyo, na wanaanza kama watu wasio na haki, wananyanyaswa, lakini wakisha pata mamlaka wataifanya dunia kama hivi unavyoona wanafanya hapa. Hatuoni wakiwa watu ambao wanaonewa, ni watu wanaoonea, ni watu wanaoua, ni watu wanaotesa. Mstari wa 20 anasema, 24 anasema, tazama binti yangu yupo hapa, au kitishaiona. Mstari wa 25, lakini hao watu hawakukubali kumsikia, basi mtu huyo akamshika suria yake na kumleta nje kwao, nao wakamjua na kumtenda uovu usiku kucha hata asubuhi, kisha kulipoanza kupambauka wakamwacha waende zao. Hawa watu ni wagiza. Kama somo la Jumapili. Walisubiri giza lilipotokea, asubuhi yake ilipopambauka wakakimbia wakaondoka. Alafu utasikia haki za mashoga, nchi sio support mashoga, inaonekana au sio unga mkono mashoga, inaonekana ni nchi ya kikatili. Naomba mataifa ya Kiafrika, nchi ya Tanzania, hata kama itaambiwa kwamba ni katili kiasi gani, isimame na Mungu kwa kiwango, angalau kwa kiwango kidogo kama hiki. Hawa watu sio, hatuoni kama ni watu
wenye kuhitaji haki, ni watu wenye kutesa na kumtenda uovu mtu mpaka asubuhi. Na huyu mtu alikufa, sina muda wa kusoma. Alikufa, walimuua katika tukio hilo. Alafu unaambiwa nchi zisizo na hekima, zisizo na demokrasia, zinatesa mashoga. Hivi ni nani mwenye hekima? Ni Mungu anayesema haya maneno au ni hao wanadamu wanaosema haki za wanadamu, haki za mashoga? Na Wakristo wakaunga mkono, na makanisa yakaunga mkono, tena yakaenda mbele yakawaombea. Jamani, tupige kelele haya mambo yatakapokuwa yamefika katikati yetu, wakiwa wengi kama hivi, tutakuwa utajikuta wewe ni mwanaume unafanya kama hawa watu walichokuwa wanakifanya hawa watu wengine. Wakati inaanza unafikiri ni watu wanahitaji haki zao, kumbe walikuwa wanahitaji haki za kukuua na kuleta uchafu kwenye uso wa dunia. Hao watu, hii sura 19 mbele kidogo, Mungu aliruhusu makabila mengine, hao ni jamii wa Benjamini, Mungu aliruhusu makabila yale mengine 11 yaje yapambane nao. Wakaanza wakaoa kidogo, lakini baadaye yale makabila yaliwashinda, yakaoa Benjamini, wakabaki watu kidogo. Wakafika sehemu fulani wakawa kama ile kabila inakufa. Ikabidi ifufuliwe upya. Kwa sababu Mungu aliwaletea upanga. Ushoga Mungu hajawahi kuuacha ukapita salama. Anasema ataupiga kama mfano. Amen. Tutasonga mbele. Kwa hiyo hoja ya pili, tulikuwa na hoja kubwa ya utangulizi. Tumeona hoja ya kwanza kwamba haya matokeo ni mfano wa mambo ambayo yanakuja na yapo tayari. Hoja ya tatu tumeona kwamba ushoga sio haki, sio tukio la kawaida, ni matokeo ya ajabu. Lakini tutaenda sehemu nyingine. Leo utasikia baadhi, na sio baadhi, ni karibu wote, hata asiyesema atakuweka viashiria. Anakuambia tuseme hili neno kwa kusitiza kabisa. Nyie akina mama lazima mjue mahitaji ya waume zenu. Muangalie kitu anachoweza kuwa anapata kwa mtu mwingine. Yaani maana yake wanaongelea ushoga ndani ya ndoa. Mshasikia hizo habari? Ipo. Na vinatoka kwenye madhabahu. Hapana, ni kumgusa Mungu katika mboni ya jicho lake. Hicho kitu hakiwezi katokea katika kitu kinachoitwa ndoa ya Mungu. Kitokea katikati ya mashoga ambao Biblia inasema wanaungua moto wa milele. Hivyo hakuna ushoga katika ndoa. Hakuna kusema kwamba sisi msikilize mwenzio. Hapana, ni kitu cha ajabu na hakitakiwi kufikirika na hakipo kabisa. Ni jambo la uovu uliopitiliza. Hakuna ushoga, hakuna kuburudishana katika ndoa kwenye matendo ya ushoga kati ya mume na mke halali. Haipo. Waache waungue wenyewe. Twende sehemu nyingine. Tunaona kwamba hawa mashoga sio watu wa ni watu ambao ni waovu. Tusome kutoka sehemu chache tu sehemu nyingine moja tu, kitabu cha Walawi. Huu ni mstari maarufu sana kuhusu mashoga. Mungu anasema mashoga wafe. Hawaungue kama alivyowaunguza, lakini na kama kuna mamlaka inayohukumu halali iwahukumu kifo. Kama ipo, na kama hakuna hiyo mamlaka, basi ataifanya kazi yeye mwenyewe kama alivyofanya Sodoma. Hapakuwa na mamlaka. Mungu akaleta moto wake. Lakini kama kuna mamlaka halali, kama ni kuwafunga iwafunge sawa. Tusome katika kitabu cha, tulikuwa kwenye Mwanzo, twende kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, kile kitabu cha 3 katika vitabu vya Biblia vya Agano la Kale actually. Mambo ya Walawi mlango ule wa 20 mstari wa 13. Huo ndio mstari maarufu sana wa Mungu anasema nini kuhusu adhabu ya mashoga. Mlango wa 20 mstari wa 13 Biblia inasema, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao wenyewe. Hakika wauawa. Leo utaona kuna wanaume wanavaa heleni. Zilianza ikawa moja, upande mmoja, sasa hivi wanazivaa kote. Wanasuka twende kilioni, wanafanya kila kitu. Na vingine vinapitia katika watu wa burudani, watu wa michezo, watu wa muziki, watu wa nini. Wale ni vyombo vya kubeba ushoga na dhambi nyingine zote. Lakini hiyo ni eneo lao la kwanza kabisa ambao wanabeba makusudi ya shetani. Na kwa sababu watu wanapenda kazi zao, hawawezi wakaepuka, lazima watawapokea. Na
Hasa upande wa pili kama hahubiri chochote, yani wataupokea vizuri tu. Lakini sisi tusiwe hivyo. Tumesikia kweli. Tusiwe hivyo. Tuipinge. Tuipinge. Tuipinge kabisa. Tunaona kwamba mashoga twende sehemu okay. Nitaka kwenda sehemu nyingine lakini twende hoja ya tatu. Ushoga au usenge kwa lugha nyingine ya Kiswahili sio dhambi kama nyingine inayotokana tu na maumbile ya kibinadamu. Unajua mwanadamu anatenda dhambi kwa sababu ameumbwa katika dhambi. Ndio sio? Anasema ni mwili wetu ni mwili wa dhambi. Ni mwili wa Adam. Lakini ushoga tofauti na dhambi nyingine tutaona kwamba ni matokeo ya mbele zaidi. Hem tuone katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo hoja ya tatu ni kwamba ushoga ni matokeo ya mahusiano mabaya kati ya mwanadamu na Mungu. Mahusiano mabaya yanaanzaje? Tunaona pale kwenye wakati tunaitafuta Warumi mlango wa kwanza, inaanza kwa mwanadamu kumgundua Mungu na nguvu zake na uungu wake, alafu yeye akamkataa Mungu, akaanza kuabudu vitu vingine. Leo hii watu wanaabudu sayansi, wanaabudu jua, wanaabudu kila kitu. Halafu Mungu anachukizwa, anawaachilia wanapotea, yani anawaachilia. Sasa mtu akishaachiliwa na Mungu, maana yake anaharibika kabisa, anakuwa hana uwezo wa kurudi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni matokeo ya mahusiano mabaya kati ya mwanadamu na Mungu na ya makusudi na yanayoanzana na mwanadamu mwenyewe. Mwanadamu ndiye anayeanza. Sasa Mungu anafika sehemu fulani na maachilia. Twende. Kwa hiyo sio kitu cha kusema kwamba ni haki za wanadamu. Ni haki za shetani na mashetani na mwanadamu aliyevuviwa na mashetani. Mlango wa kwanza tuanzie mstari wa 26. Anasema hivi. Tuanzie hata 24 anasema hivi. Unajua imeanzia nyuma zaidi. Yaani ni vigumu sana maki ni sura nzima. Lakini ngoja nirudi nyuma zaidi. Japo nitasitiza 26 lakini tuanzie 22. Anasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Hawa watu ni watu ambao wamekuwa wapumbavu. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu. Yaani sehemu nyingine anasema kwa kiumbe. Mungu anamtoa kwenye nafasi ya uungu. Leo hii dunia ya kisayansi na maendeleo ya dunia na ustaarabu wa dunia, Mungu anafanywa kama kitu cha nyuma ya vitu vyote. Sayansi inaongea kweli, Mungu anaweza kaongea kweli. Sasa ni matokeo ya vitu kama hivyo. Aliye na uharibifu wanafanya kama na ndege, huyo yani wanaanza sasa kumfananisha Mungu na viumbe vinavyoharibika, binadamu, ndege na wanyama na vitambaavyo na kadhalika. Leo hii watu wanaabudu ndege, wanaabudu samaki, wanaabudu watu wengine wanaweka hata bundi. Nimekaa na Wajapani, unakuta bundi yuko nyumbani wao ndo wanaabudu. Yaani hiyo hatua ya namna hiyo ya viumbe vinavyoharibika vikachukua nafasi ya Mungu na vikawa sehemu ya jamii, vyote vinasababisha Mungu kukasirika na kufikia hatua hiyo. Tutaona sasa hiyo hatua inafuata. Anasema kwa ajili hiyo, unaona sasa hawa watu wakaanza kumweka Mungu kwenye nafasi isiyo kwake. Kwa ajili hiyo sasa matokeo yake yanakuwaje? Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Wanaachiliwa wawe na tamaa isiyo kawaida. Ushoga ni tamaa isiyo kawaida. Kabisa sio kitu ambacho kimeumbwa kwenye akili ya mwanadamu. Mwanaume awe na mwanaume mwenzake, Wanasema sio tamaa isiyo waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Ni kuvunjiana heshima, Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakasujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. By the way, ukisoma King James kuna tofauti ndogo lakini sina muda wa kwenda kule. Hii sura kuhubiri sehemu fulani lakini somo kama hili tarudi mara nyingi. Kwa hiyo huwezi kujua kila kitu siku moja, Kwa hiyo unaona kwamba ni vitu ambavyo vimetokana na watu kwenda mienendo ambayo sio, wakamfanya Mungu abadilike, akasirike. Mstari wa 26 anasema hivyo ni matokeo ya kitu fulani. Sio habari inayoanza, ni kwamba imetokana na kitu kilichotangulia. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Ushoga ni tamaa za aibu, lakini leo hii ni mtu anakuambia mchezaji wa kimataifa ana heshima kubwa na wanajua ni shoga.
mtangazaji wa kimataifa ana heshima kubwa. Anasema lakini ni matendo ya aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Huu ni ushoga sio ushoga? Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa. Yanastahili haya mambo? Haya ni Mungu amewaumba kwa bahati mbaya? Hapana, ni vitu vyotokana na matendo yao. Wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Mungu anasema ule upotevu tuliouona wote ule na moto wa milele ndio haki yao. Lakini wao watawaambia tuwapende mashoga. Haki yao ni moto wa milele. Ndio Biblia inasema. Na utaona kwamba ndani ya huo ushoga kuna sehemu nyingine sitaweza kwenda huko, muda umeenda. Lakini twende hii hoja tuiachie hapa. Lakini kwa ufupi tuone kwamba hao watu sio matendo tu ya wao kwa wao wanayofanyana na kuvunjana heshima na kumuudhi Mungu na kupata hukumu ya milele. Pamoja na hayo wana matendo maovu, yani dhambi ya ushoga inaungana na dhambi nyingine. Angalia mstari wa 20 anasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika unaona kwamba maneno ni muunganikano wa habari iliyoanzia nyuma. Walikataa kuwa na Mungu akafikia ile hatua. Anasema Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanya sio wapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya, wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa na orodha ndefu ziko 32 za dhambi. Ushoga unaenda na hivi vitu vingine. Lakini wanakuambia tuache wana haki zao, wapite kwenye kwani inakuhusu nini? Mungu anasema hai inakuhusu kwa sababu wana kila aina ya uovu ya mateso. Na wakisha tawala, wakishapewa haki ikaingia kwenye katiba na nini, hawatarudi nyuma, wataanza kutimiza hivi. Ni sawa na mtoto wa simba, unaweza kusema hana shida kwa sababu ni kadogo, ni kama labda kapaka kadogo. Lakini akishakuwa simba mkubwa, huwezi ukamfanya chochote, atakumaliza, atakuua. Amina. Haya mambo yako wazi. Hoja ya 4. Rutu ni Mkristo wa kidunia na ni baba na mume ambaye siye makini. Sio mfano wa mzuri. Je, unaweza kusema tunajifunza habari za Rutu? Hapana, tunajifunza habari za baba wale na kijana wale. Na mke wake vile vile. Mlango wa 19, mstari wa kwanza tumeona kwamba alikuwa kaa nyumbani, alikuwa hajui mipaka ya kazi yake, hana mamlaka juu ya mke wake hayupo, yeye ndiye anapikia wageni na afanya nini? Kama amekushinda basi muondoe. Lakini huwezi ukawa ndo yani ndio sababu tutaona mabinti zake wanakuja kumfanyia kitu ambacho wanafanya wanachotaka. Hakuwa baba makini. Lakini alikuwa mcha Mungu. Alikuwa mcha Mungu kwa maana alikuwa ameokoka. Maana yake ni nini? Huyu ni Mkristo wa mwilini. Na tunaona kwamba nafuu yote alipata ni kwa ajili tu ya Ibrahimu ndugu yake. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anapigika. Na hata alipokombolewa mara ya kwanza kule aliyemkomboa ni Ibrahimu. Na hata sasa hivi tunaona aliyemtetea alikuwa ni Ibrahimu kwenye mlango wa 18. Lakini yeye alikuwa anastahili kupigwa kama dunia. Kristo leo anapigwa na ukimwi kama dunia. Kwa hiyo kwa mfano mstari wa 19 alikuwa amekaa langoni mwa Sodoma. Naomba hii hoja nisifafanue sana, lakini mtu aliyekuwa anakaa langoni mwa Sodoma mtu aliyekuwa anakaa langoni ni mtu ambaye ni kama mtu anayekaa kijiweni. Huwezi ukakaa kwenye kijiwe cha watu kama wewe sio mwenzao, watakuondoa. Lakini tunamuona anafiti kule ni baba asiyefaa alipokutwa tu peke yake. Alichokitenda na yaliyotokea baada ya hapo na kila kitu, na wake zake walikuwa wamsikilizi na kila kitu. Mungu analeta kisa kama hiki ili kusudi tujifunze. Unaweza kusema sasa mbona yameshanikuta? Hapana. Popote utakaposikia kweli, anza kuifanyia kazi, Mungu atakuwezesha, utafaulu. Hapo ulipokutwa. Ukikutwa hujachafuka hata kidogo, endeleza hapo. Usisubiri ukasema nitakuja kusubiri nimeshachafuka baadaye. Ukikuta umeshachafuka wewe hapo Mungu atakusaidia pale atakapokukuta, kwa sababu ndipo ulipojulia kweli. Tunaona kwamba Ibrahimu yeye alikuwa tofauti. Rutu ni mtu mzembe.
Tuangalie mstari wa 16. Sio mfano mzuri wa baba, tuangalie mstari wa 16. Tunaangalia Ukristo wa Ruthu ambao tujifunze tuepuke huo. Mstari wa 16 anasema hivi. Akakawia nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili kwa jinsi Bwana alivyomhurumia wakamtoa wamweke nje ya mji. Wewe uko katika hatari umepewa nafasi. Leo hii Mungu ametupa kweli lakini watu wanakawia katika dhambi. Wanakawia katika uchafu lakini kweli Mungu ametupa. Nuru ametuangazia tunajua kweli lakini Mkristo anasema hapana nitaendelea kuwa kama wao. Tuangalie twende kwenye mlango wa 22 tuangalie Ibrahimu alikuwa ni mtu wa namna gani. Mstari wa mlango wa 22 tusome mstari ule wa 3. Biblia inasema hivi. Ibrahimu akaondoka alfajiri akatandika punda wake akachukua vijana wawili pamoja naye Isaka mwanawe akachanja kuni kwa ajili. Alikuwa anaenda kumtoa Isaka. Sasa hawa watu wawili wote wanafanya kazi na Mungu. Huyu yuko anaokolewa kwenye moto. Lakini anakawia mpaka anabebwa na malaika. Huyu Mungu anasema nenda kanitolee mwanao anaenda kumtendea Mungu kazi lakini anajilawa alfajiri na mapema. Hao watu unategemea watafanana matokeo ya maisha yao? Hata siku moja. Biblia inasema chochote tunachotaka kufanya tusikifanye kwa mkono mlegevu, tufanye kwa mkono imara. Kama vile kumtendea Bwana. Lakini tunaona mke wa Ruthu sio msikivu, ni mke wa ajabu. Kwanza hayuko nyumbani. Anayepokea wageni ni mume wake, lakini matokeo yake yanakuwa naye sio mazuri. Some mstari ule wa 26. Anasema lakini mkewe Ruthu akatazama nyuma yake akawa nguzo ya chumvi. Huko nyuma Mungu alikuwa amesema kwa kutumia malaika wale, anasema asigeuke mtu. Leo hii watu wanataka anaweza akawa labda sio mlevi lakini anataka kusikiliza kusoma ujumbe au jinsi labda mwanamuziki alivyoenda kalewa akapigana. Yaani anataka kusikia hizo habari. Yaani anataka huyu mke wa Ruthu anataka kwenda kuangalia yale mambo. Mungu anataka hata machafu usiangalie. Kosa la huyu mama ni nini? Kugeuka nyuma. Mungu anasema utafia hapo. Anasema kama nguzo ya chumvi. Na wakati mwingine sio kusoma kwa Mungu wakati mwingine anatunza makosa. Anasema kisasi chiko moyoni mwao. Sidhani kama kugeuka nyuma ilikuwa kosa lakini huyu mama inaonekana kuwa na matatizo tangia nyuma. Na ukisoma katika kitabu cha katika Injili ya Luka mlango wa 17 Yesu anasema sehemu fulani anasema kwa maneno mafupi kabisa anasema mkumbukeni mkewe Ruthu. Kwamba hakuwa mfano mzuri. Leo hii dunia inataka kutengeneza mke kama mke wa Ruthu. Amina. Ndio. Ambaye anaonekana hana utaratibu. Hana utaratibu, hana hatii. Huyu alikuwa amemwambia usifanye. Ruthu ametii. Mabinti wametii lakini yeye anasema nitageuka tu. Nikaone. Malaika ni nini hao? Sauti ya Mungu ni nini? Lakini Mungu anasema hapana uwezo ukanifanyia kejeli na mimi nikakuacha. Kwa hiyo hivi vitu vingizwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya vinawekwa ili kusudi tujifunze. Tujifunze. Twende katika hatua katika hoja nyingine. Hii ilikuwa ni hoja ya 4. Sijui kama nitazimaliza. Hoja ya 5 ni kwamba Mungu huwaokoa wengine kwa ajili ya wacha Mungu wake. Yaani ukiwa baba mcha Mungu, Mungu anaweza kukuokolea watoto wako kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mama. Mama anaye mcha Mungu anaweza kaokoa watoto wake, Mungu akawaonea rehema na neema kwa sababu yao. Ibrahimu neema ya Ibrahimu, kichwa cha Ibrahimu kilifanya sehemu kubwa sana ya wokovu wa Ruthu kama Ruthu mwenyewe. Japo hakifanikiwa kuiokoa familia nzima, lakini kuna nafuu fulani ilipatikana. Tusome katika mstari wa 27 mpaka 20 ngapi na 9. Anasema hivi. Ibrahimu akatoka asubuhi baada ya Sodoma kuwa imeshaunguzwa sasa. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana, pale alipowaombea kule nyuma. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, na tazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru
ikawa Mungu akaona alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Rutu maangamizi alipoangamiza miji hiyo aliyokaa Rutu. Uponyaji wa Rutu ni wa Rutu mwenyewe au ni wa nani? Wa Ibrahimu, si ndio? Anasema Mungu alimkumbuka tu Ibrahimu akamponya Rutu. Na sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Kwa hiyo tuna jukumu. Leo hii Wakristo tukimcha Mungu hata kwa asilimia ndogo kiasi gani, tukamcha Kristo na neno lake, ana uwezo wa kuleta na anaweza kaiokoa dunia, akaokoa taifa letu. Kabisa. Na juzi tu tumepona na ugonjwa kwa mfano wa corona. Sio kusema kwamba tulikuwa na dawa nyingi na utaalamu mwingi, hapana. Hatukuwa na hicho chochote hata kidogo. Na wala sio kusema kwamba tulikuwa binadamu ambao hawavyuma haviugui, hapana. Yamkini, sijui, sina majibu. Lakini nikisoma maandiko naona kwamba inawezekana ni kwamba hatujafikia kiwango kikubwa cha ushoga, bado kuna nuru ndogo ya mwisho. Lakini itazimika. Lakini tunaweza kaiwasha. Tunaweza kaiongezea moto tukaichochea. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa na ana tabia hiyo ya kuokoa watu wengine kwa ajili ya watu wengine ambao wako vizuri na Mungu. Mfano wake ni huo. Tusome katika hoja hiyo tuipate katika kitabu cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa kwanza. Yeremia 5:1. Yeremia 5:1 anasema hivi. Na nitabidi niishie hiyo hoja hapo. Nihamie kwenye hoja za mwisho za watoto wa Rutu, matendo yao. Hayakuwa ya kawaida. Yeremia 5:1 Biblia inasema hivi. Yeremia 5:1 anasema, pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake. Maana yake ardhi zote sehemu tofauti kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye haki, atafutaye uaminifu, nami nitasamehe mji huo. Unaona kwamba Mungu anamtafuta mtu mmoja tu aweze kuiokoa taifa la Israeli. Amina. Hili swala linatuhusu, hili ni fundisho linalotuhusu kwenye maisha yetu. Ninategemea kwamba sasa hivi macho yametutoka, tunasikiliza haki ya Mungu. Kimsingi, yani hatutakiwi kuwa tuko hivi. Tunataka tunasikiliza haya maneno sio kawaida. Haya maneno sio kawaida. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema yuko tayari, anasema tafuta popote, ukinipatia mtu mmoja tu. Nitaiponya hii nchi. Tusome Ezekiel 22, nifikiri kwamba nitafungia hapa. 22, some mstari wa tuone wa 30 kama 22:30 anasemaje? 22:30. Kwa hiyo usio kusema mbona tuko wachache tunahubiri hivi na nini? Mungu anasema hata mkiwa wawili au mmoja, nina uwezo wa kuponya taifa zima kwa ajili ya huyo mmoja peke yake. 22:30 anasema hivi, si kama ipo pa. Anasema, nami nikatafuta mtu mmoja miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Tunaona kwamba hoja ni ile ile. Mtu mmoja Mungu anamtafuta aponye watu, naye anakosekana. Mungu anaweza katafuta kanisa moja tu kama hili, akaiponya nchi, akaiponya bara. Amina. Ndio maneno ya Mungu. Hoja inayofuata ni mambo mengi, nilikuwa sina tusome katika Agano Jipya. Ni hoja kubwa sana kwa kweli. Twende kwenye Mathayo 24. Tusome hiyo hoja. Hii inatupa msitizo na nguvu ya kuto kukata kurudi nyuma, kwa sababu ukasema mbona wote wameshaharibika, mbona wanahubiri injili za uongo, za mafanikio na amani za uongo na nini na kunena kwa lugha kwa uongo. Sisi tutatoka. Mungu anasema mmoja tu anatosha. Sasa sembuse kanisa. Na kanisa lina tabia kuzaa. Tayari hili kanisa limezaa. Twende katika kitabu cha Matendo, sio Matendo. Twende katika Mathayo. Twende haraka kidogo. Mathayo mlango wa 24 mstari wa 22. Tunaona kwamba mtu mmoja, usichoke hata kama uko peke yako. Hata kama uko peke yako nchi nzima. Mungu anamtafuta mtu mmoja, anasema hawezi kumangamiza wenye haki na wasio haki hata siku moja. Akishindwa kabisa kaona hayupo au yuko mmoja, kaona wamemzidi, anamuondoa. Lakini hawezi akafanya uovu wake, na Mungu anaita uovu au mateso au mapigo. Mlango wa 24 22 Biblia inasema,
Na kama hizo siku zisingalifupishwa asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupishwa siku hizo. Unaona kwamba mateso hata aliyoruhusu Mungu yatokee ya mashetani, anasema atayafanya mafupi kwa ajili ya wateule. Kwa hiyo tuna haki. Hatuchezi ngoma bure. Tunafanya kitu ambacho kina faida, tena faida kubwa maradufu mara 100. Hoja natamani iwe ni hoja ya mwisho na tufunge kwa kweli. Hoja ya mwisho kwa kweli nasema hivi, ukilelea watoto Sodoma watakuwa na tabia za kisodoma. Hem, angalia wale watoto wa Rutu. Kulikuwa kuna wanasingizia wanasema hakuna mtu mwingine aliyebaki. Walikuwa wanamjua nani baba yao mkubwa Ibrahimu. Walikuwa wanamjua. Ibrahimu kwa kuna watu 318 wanaume tu waliokuwa wapiganaji. Kwa hiyo naamini kwa Ibrahimu kwa kuna watu kama 1000 na vijana. Lakini wanaenda na tulisha kujifunza. Tunaona pombe, siku ya kwanza tuliona pombe kwenye Biblia, tuliona kwenye mlango wa 9 kwa Nuhu yaliyomkuta. Alifanya dhambi mbaya, akalaani ukoo na dunia ya uzao wake kutokana na unywaji wake wa pombe. Pombe mara ya pili tunaikuta wanatumia pombe mabinti zake kwa sababu walilelewa Sodoma, wanafanya uchafu ambao hauwezi kufanyika popote pale huko tu kwenye Biblia na baba yao. Nani tulisoma ule, si ndio? Wa kwanza anaenda anamnyosha baba yake pombe. Kwa hiyo wanatumia kile kitu ambacho ni cha Kisodoma na wanatenda matendo ya Sodoma. Hawa wasingeweza kufanya hivi vitu kama wangekuwa wamezaliwa nyumbani kwa Ibrahim. Kwa sababu walikuwa leo hii ukilea watoto wako kwenye TV za mashoga, watatenda ushoga. Hata kama hawakufanya watajifunza. Hawa walijifunza matendo yale kwa watu wa Sodoma na Gomora wakayatenda nyumbani kwao. Amina. Leo TV, matendo ya TV, nyimbo, maigizo, movies, series vyote ni vya kishoga. Makatuni. Mpe mtoto. Hakuna katuni inayopita sasa hivi bila ushoga. Lakini watu hawajui. Au ya wanyama kulala na watu. Sema mnyama fulani sije ni punda akampenda binti. Yeye wanakuwa anamfundisha tu atapata majibu kama ya Sodoma. Wakienda makanisani leo Wakristo wakienda makanisani wanaenda wanakuta wale wanaoitwa CAs, wanaitwa praise and worship. Wamevaa kishoga, wanacheza kishoga, wanatoa sauti za kishoga. Bwana atanionekania. Nyimbo hata unashindwa kuelewa kama ni nyimbo za wapi. Hapo ndo wameenda kuhubiriwa. Atatoka na matendo ya kishoga. Wanaenda na nguo za kishoga. Alafu unategemea asitende kishoga. Mtoto aliyelelewa Sodoma na Gomora anatakiwa afanye nini? Awe mcha Mungu? Hapana. Mtoto aliyelelewa kwenye TV ya mashoga na anapelekwa siju kwenye mabonaza ya kishoga yamesimamiwa asili na vyama vya asili vya kina Rotary Club International ya mashoga na mafrimason wa kishoga ndio wanaoleta vitu vingi. Naweza ngaongea mpaka kesho. Naomba hii niishie hapa. Lakini sehemu pekee ambayo unaweza kuwalea watoto wasio mashoga walee na neno la Mungu. Wasome mwanzo mlango wa kwanza mpaka mlango wa 50, wasome na mlango wa 19, wauchukie ushoga, lakini hawawezi kuchukia ushoga kwenye katuni za kishoga hata siku moja. Tumeona na madhara ya pombe, tumeona tusome mlango tufunge hoja hii kwa kusoma tu mstari wa 31 mpaka 36 tu tusikie tukumbushe tulio. Anasema yule mkubwa akamwambia mdogo, baba yetu ni mzee wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yetu yote. Haya na tumnyweshe baba yetu mvinyo tukalale naye usiku ili tumuhifadhie baba yetu. Wanatafuta visingizio. Hivi ni visingizio. Wanasema tunamtafutia baba yetu asije watoto wengine washakufa na wengine wamechomwa huko. Sasa baba yetu atakuwa hana uzao ndo mwisho wake na nini? Wanafanya hapana, hivi ni visingizio. Leo Wakristo wanafanya vitu kwa visingizio. Anakuambia niko najaribu kubalance mapenzi kama ya duniani. Mume wangu asije katoka akatafuta ushoga. Wanafanya ushoga ndani ya ndoa ni kisingizio. Au kuna mfu mmoja alikufa alikuwa anaitwa Miti Mingi. Anakuambia mjue mmeo na mahitaji yake asije akapewa mahitaji yake na watu
vinaongelewa kwenye kama ambavyo Biblia inaongelea ushoga waziwazi na yeye katika hali ya kulaani na katika hali ya kuonya yeye alikuwa anaongelea katika hali ya kuulea. Alafu anakuambia anahubiri Biblia. Ni vitu vya kutisha. Lakini tunaona wanatumia zana ya pombe. Mtu anakuambia mimi wanatumia kitu kama sumu hii. Anakuambia mimi pombe sio dhambi. Hapa utakosaje kuifananisha na kuita dhambi? Anakuambia pombe sio dhambi. Imeandikwa wapi? Hili tukio lenyewe kama inakupeleka kwenye dhambi basi ni dhambi. Ni kama mtu anasema bunduki bwana haiui, lakini inaweza kutumika kuua. Kama pombe haiwezi sio dhambi kama yenyewe lakini inatumika kutenda dhambi. Tutaishia hapa. Tutakutana nacho sehemu nyingine lakini naamini tunajifunza na tuwafundisha watu wengine na wengine wanatufuatia kutoka mbali. Mungu awabariki sana. Tuishie hapa. Baba tunakushukuru kwa nafuatiliza. Na hapo tunasema asante Mungu kwamba tumeweza kusikia maneno haya hayasikiki sehemu nyingine. Lakini mfano wa ajabu tunaomba yakaweze kutuomba yakatimize makusudi yako. Mwanzo kabisa Mungu ya kuleta neno hili na maneno yako na yakaweze kutujenga Mungu kwa ajili ya utukufu wako. Bariki kusanyiko hili. Bariki wote watakaotufuatia kutokea mbali ambao labda wangetamani kuwa sehemu ya kusanyiko hili lakini wako mbali wanatufuatia kutoka katika mitandao. Mungu uweze kuwajulisha kweli hii Mungu wa mbinguni wale waliostahili walioitika wito wako wa wokovu. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeamini na kupokea. Amen.